Hali gani mpenzi mtazamaji wa ZEC Online TV, karibu katika kipindi chetu cha elimu ya mpiga kura. Leo nipo na Bwana Khamis Isa Khamis, mkuu wa kurugenzi ya huduma za uchaguzi, Tume ya Uchaguzi Zanzibar. Bwana Khamis, karibu. Asante sana, asante. Mpenzi mtazamaji, mimi naitwa Muhammad Idris Haji. Leo tutazungumzia masuala ya display au kuweka wazi orodha ya waombaji. Tume ya Uchaguzi tayari imemaliza zoezi la uandikishaji na hatua inayofuata ni kuweka wazi orodha ya waombaji. Bwana Khamis, hebu tuambie nini hii kuweka wazi orodha ya waombaji? Kama ilivyo kwamba mara baada ya kumalizika uandikishaji na tume kufanya uchunguzi wa kuzifanyia uchunguzi zile taarifa na kupata taarifa sahihi za wapiga kura ambao wameandikishwa, basi kinachofuatia ni tume sasa kuziweka wazi zile taarifa ambazo ilizichukua za waombaji, ilizichukua katika vituo kama vile ambavyo tume imeagiza kwamba itaweka wazi katika vituo vyote ambavyo vilitumika katika uandikishaji. Kwa hiyo zile taarifa za wapiga kura zinaweka katika orodha halafu sasa zinabandikwa katika vituo vile kuonesha kwamba katika kituo hichi hawa ndio ambao waliandikishwa kwa zile siku 3 za uandikishaji uliofanyika. Kwa hiyo ndo uwekaji wazi. Kwa hiyo katika kila kituo wale wapiga kura ambao waliandikishwa, waliomba kuandikishwa na wakaandikishwa na tume. Kwa hiyo sasa ili kwamba kujiridhisha taarifa zao au kuona kwamba labda kama mtu taarifa zake zimekosewa na vinginevyo, sasa kuweza kuziangalia ili kuweka sawa. Kwa hiyo inatoa nafasi ile orodha ambayo inakuwa pale, inatoa nafasi kwa yule mpiga kura ambaye ameandikishwa sasa kujiridhisha kwamba taarifa zake ziko sahihi. Kwa hiyo zitabandikwa katika maeneo ya wazi ambayo tume imeamua kwamba ziwekwe. Asante. Bwana Hamisi, kuna faida gani sasa kwa muombaji kwenda kuangalia ile orodha ambayo imebandikwa au ile orodha ambayo imewekwa wazi? Kuna faida kama 3 ambazo ni kubwa kabisa, na hizi ndo mshawishi yule ambaye aliomba kuandikishwa na akaandikishwa akapatiwa risiti aende kuangalia zile orodha ambazo zinabandikwa au zile orodha ambazo zinawekwa wazi. Moja, kwanza itamwezesha kwamba kujiridhisha kwamba niliomba kuandikishwa na kweli taarifa zangu zimo katika orodha ile, ambayo sasa orodha ni njia ya mpito kuelekea kuingia katika daftari, kwa sababu baada ya kumalizika ile uwekaji wazi wa siku 7 pale, yule ambaye atakuwa hakupingwa na hakuwa na tatizo, maana yake anaingizwa katika daftari. Kwa hiyo sasa utakuwemo katika orodha, jambo ambalo sasa linakufanya sasa uweze kuingia katika daftari. Kwa maana sasa tume itafanya ile final ya kuingiza katika daftari baada ya kwamba orodha imewekwa wazi. Hilo la kwanza. La pili, unajua kama anavyosema kwamba tumeandikisha wapiga kura, tumetumia vifaa vya kileo kabisa, lakini inawezekana kwamba kwa vyovyote vile, yani mashine pia ni vifaa ambavyo vimeandikishwa na mwanadamu. Kwa hiyo inawezekana kwamba wewe umeandikishwa ukapewa na risiti, lakini baada ya kwenda pale ukaangalia taarifa zako zikawa hazimo. Sasa kama taarifa hazimo, maana kwamba wewe si mtu wa kukaa kimya, kwa sababu ulitumia haki yako yote na ukafika ukaomba kuandikishwa na ukakabidhiwa risiti. Kwa hiyo utamtaka afisa uandikishaji aziingize taarifa zako, kwa sababu wewe tayari ulikuja pale ukafuata taratibu zote na ukaandikishwa na risiti ukapewa. Kwa hiyo ni faida ya pili, kwamba kwa maana kama taarifa zako hazimo, sasa utaomba ziingizwe. Utaratibu pale kituoni kutakuwa kuna mtendaji wetu atakuwa na form, lakini vile vile tume imetangaza kwamba kupitia mitandao yake ya kijamii unaweza uka download au ukapakua form zile za kuomba kwamba jina lako liingizwe. Hiyo ya pili. Lakini ya tatu, yani kama ilivyo kwamba wapiga kura wakati mwingine wanakuja pale, tulikuwa tumeweka mawakala lakini inawezekana akatokezea mpiga kura akawa ameandikishwa kisivyo halali. Kwa hiyo wewe kama muombaji unayo nafasi ya kumwekea pingamizi mtu ambao unaona kwamba hastahiki yani kuandikishwa katika hicho kituo ambacho upo. Kwa hiyo
wananchi waende katika maeneo yale ambayo wameandikishwa kuangalia zile orodha zilizowekwa wazi kwa faida hizo tatu: kujua taarifa zako, lakini kama taarifa zako hazimo uombe ziingizwe, lakini kama kuna mtu ambaye una mashaka naye unaweza kumwekea pingamizi ili daftari ile au ile orodha iwe safi. Wakati watu wale ambao wataingia katika daftari sasa ni watu ambao safi kabisa. Hebu twende upande wa pili wa shilingi sasa. Akiwa hajenda kuna hasara gani ya muombaji? Asante. Maelezo kwa zile faida zile ukuwa hukuzitumia vizuri, maana sasa zinageuka zinakuwa hasara. Moja, kwanza unaweza ukaenda ukaangalia kama hukwenda, manake pengine taarifa zako zimenakiliwa visivyo vizuri. Kwa maana hiyo kwa zitaendelea kwamba kuwa na makosa katika. Kwa hiyo mwisho wa siku, yani wakati mwingine hata unaweza kwamba pengine jina lako wewe limeandikwa ukapata jina jingine kabisa, kitu ambacho sasa inawezekana pengine kukuwezesha kwamba usiweze kupiga kura. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kwamba ndio kuna watu hao ambao pengine wewe unaona sasa kwamba huyu hana sifa. Kwa hiyo maana yake kwamba hukwenda kumwangalia ukajiridhisha kwamba huyu hana, nifuate utaratibu. Kwa hiyo ataingia katika daftari na atakuwa mpiga kura. Pengine huyo anaweza kubadilisha matokeo wakati wa upigaji kura. Kwa hiyo hicho cha pili kwamba ni hasara hiyo kwa wale watu ambao wameandikishwa alafu wasiende. Lakini la tatu, unaweza kana ukawa na risiti nyumbani umekaa nayo ukasema nimeandikishwa, lakini kwa bahati nzuri au mbaya wakati ule katika orodha hukutokeza. Sawa na wewe hukuomba kwamba jina lako sasa liingizwe. Kwa hiyo ni hasara nyingine ambayo utakuwa umeipata. Kwa hiyo ni vizuri kwamba wakaenda kuangalia taarifa zao ili wajiridhishe kwamba kama wamo katika daftari na taarifa zao zimenukuliwa kwa usahihi, lakini na kuweza kuweka pingamizi kama pale ambapo inatokezea nafasi kwamba sasa unaona kwamba mtu fulani kaingia katika orodha lakini sio sahihi kuingia katika orodha. Sambamba na uwekaji wazi wa daftari lile la wapiga kura wapya, uko vituoni pia tutaweka orodha za wapiga kura waliopoteza sifa. Kuna watu wamefariki ambao wanatakiwa sasa watolewe katika daftari, hawa watakuwepo. Lakini kuna watu wanahama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, na hawa pia nao watakuwepo. Kwa hiyo pia utakuwa kuna fursa kwa wale watu ambao wamo katika daftari kwamba na wao kwenda kuangalia kwamba asiye kuwa mtu akawekwa katika orodha ya kufariki wakati hajafariki. Sawa au wakati mwingine unaweza kwamba mtu anataka kuhama lakini hana sifa, kwa hiyo pia unaweza ukenda ukampinga. Kwa hiyo ni wito kwa wale ambao wameandikishwa kwenda kuangalia zile orodha za wapiga kura wapya, lakini kwa hawa waliomo katika daftari kwamba sasa kwa zile orodha ambazo zitabandikwa za waliopoteza sifa, ambao ukiona kwamba huyu anasema kapoteza sifa lakini in reality kwamba yupo, kwa hiyo unaweza kusema kwamba huyu hajafariki, utakuwa umesaidia tume. Lakini kama wanasema huyu kwamba huyu anazo sifa za kuhama lakini huyu hana sifa, unaweza atakuwa mwekea pingamizi. Asante. Hadi hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha elimu ya mpiga kura. Ni mimi Mohamed Idrisa Haji nikiwa na Bwana Hamis Isa Hamis, mkuu wa kurugenzi ya huduma za uchaguzi, Tume ya Uchaguzi Zanzibar.